Walikuwa kama wanamchunganisha mama kwa babangu. Kwa baada ya hapo babangu akaanza kuwa yani analeta makasiriko kwa mama, mara siku nyingine anakuwa anampiga, anafanya nini. Baada hapo ndo baba yetu mdogo yani walimchangia baba na nikarudi kwa dadangu. Nilirudi kwa dadangu, mamangu alipofika kama miezi 7 nikaondoka nikaenda kwa mwanaume aliyenipa ujauzito. Hakukataa. Nilipoenda nimekaa huko mpaka nilipojifungua. Hapa ni Mwanza. Alikuwa ndio anafanya kazi vizuri, anafanya kazi. Baada ya hapo sasa aliporudi akaanza kujihusisha kunywa pombe hivyo. Baada ya hapo baba ndo akaondoka kabisa. Kwa nini mimi nilipoona mama tu anapoelekea hivyo na yeye mama ndo hivyo hadi alipopata alipoumia mguu, chanzo ni baba. Baba alitaka kumpiga akakimbia, mama akadondoka na anaumia mguu. Kwa ajabu kwa mimi nakuwa nachona kumuelewa. Hadi kuna kipindi ilifikia tulikuwa tuwasiliani hivyo, yani hatuwasiliani kabisa, tuwasiliani. Na hata akinitafuta ananitafuta tu ananiuliza mtoto yupo, naambia naomba niongee naye. Nikimwambia amelala nakata simu, nikimwambia yupo hapa. Vipi mtazamaji wa Katavi Media, leo nakuletea moja ya story kubwa ambayo mwenyewe itaenda kukushangaza. Nimekutana na bidada ambaye of course kwa kumuona na kile ambacho alichopitia huwezi tarajia kabisa. Kweli maisha yana fumbo. Ni bidada ambaye amekuwa pamoja na mwanadada ambaye saizi anatamba akiwa na series ya Dunia, na si mwingine ni Leila. Pia huyu bidada akatupitisha aina maisha ambayo ameishi na familia yake, ingia toka za wazazi wake, baba mama, vurugu za hapa na pale, visa na mikasa, paka ikapelekea akapata ujauzito katika mazingira ambayo wewe mwenyewe tu itakushtua. Nisiwe mwongeaji sana, ni kuunganishe moja kwa moja ili uzidi kujipatia kile ambacho unapaswa kujipatia, na si sehemu nyingine, ni hapa Katavi Media. Kumbe kitu kimoja tu mtazamaji wa Katavi Media, tumia sekunde yako moja tu kusubscribe channel hii ili uwe mtu wa kwanza kujipatia video zetu pindi tu pale zinapotoka. Pia usisahau kushare, kulike na kucomment channel hii. Habari yako? Salama. Mambo vipi? Poa. Uko fresh kabisa? Uko fresh. Dativa, wewe umetokea Mara na mpaka sasa upo Mwanza. Unaweza ukatupitisha kwenye safari yako ya maisha kutoka kule ulikotoka mpaka hapa? Ndio naweza. Mimi nimezaliwa Musoma, nikakulia Mwanza. Ndio. Kipindi ndipo mdogo nimelelewa na wazazi wangu wote wawili, baba na mama. Baada ya hapo katika harakati za utafutaji baba akaondoka. Hapo nilikuwa darasa kama la 6 hivi. Baba alipoondoka akaondoka kabisa, yani hadi nilipofanya mahafali ya darasa la 7 hakuwepo, yani kama sijui ni harakati sijui ni nini, kama alitutenga fulani. Haya. Baada ya hapo darasa la 7 tukaondoka tukaenda kuishi kwa baba yetu mdogo ambaye ni mimi, mama na dada zangu na dada yangu. Baba yenu mdogo ni mdogo wake na baba yako? Okay. Akakupokeeni wewe na wadogo zako? Na mama yangu. Okay. Baada ya hapo babangu akarudi tena akafikia hapo kwa mdogo wake. Alipofikia kwa mdogo wake tukaendelea kukaa, mimi pale nilimaliza darasa la 7 nipo. Baada ya hapo yani baba yangu huyo mdogo na upande wa baba walikuwa kama wanamchunganisha mama kwa babangu. Kwa baada ya hapo babangu akaanza kuwa yani analeta makasiriko kwa mama, mara siku nyingine anakuwa anampiga, anafanya nini. Baada hapo ndo baba yetu mdogo yani walimchangia baba na baba mdogo wote kumfukuza mama pale. Baada ya kutaka kumfukuza akasema ambaye anataka kuungana na mama yake amfuate, ambaye anataka kubaki hapa abaki nasi tuungane pamoja, kama haiwezekani mumfuate mama yetu, yani kama anatufukuza. Baada hapo ndo tukaondoka tukaenda sehemu moja hapa inaitwa Mabatini ambaye ni kwa shangazi yake mama. Tumekaa kule
baba akarudi tena kumuomba mama msamaha ili wafanyaje waishi pamoja. Na pale hata tunaondoka kwa baba yetu mdogo, yani halituponda kwa maneno makali, yani alitutukana hivyo, tukaondoka tukaenda huko, tumekaa kule mpaka kutaka kwenda kuripoti form 1. Ndio tukarudi Mwanza. Tuliporudi Mwanza tukaja yani ninapokaa sasa hivi ndo nilipo. Hata kwenda kuripoti form 1 mpaka ile wiki ya kwanza kwenda kuripoti form 1 nilikuwa sijaandaliwa kitu chochote ambacho kinaitwa kitu cha shule. Yani kila kitu nilikuwa sina. Nimekaa, nilikuwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Fatuma. Mama yake yani alikuwa yani nilikuwa napendwa, yani walikuwa wananipenda. Nikaenda kuwaelezea, nilivyoelezea kwamba mimi imefika kipindi cha kwenda kuripoti form 1 bado sijapata kitu chochote. Ndio ule mzee Marugo akanichangia akanunulia madaftari. Aliponunulia madaftari akanunulia na shati la shule. Niliporudi mamangu ndo akaanza kupambana akanishonea sketi ya shule. Hata nilipokuwa nakumbuka kipindi nakaa kwa babangu mdogo, ninakaa lakini hata kama babangu hatoi chochote, nikimwomba kitu ananiambia nenda kwa mama yako umwambie. Yani alikuwa asimami kwenye upande wangu. Okay, sawa. Nini ambacho umesema baba mdogo ni kama kuna namna alivyokuwa anamsemea mama yako kwa babako mzazi kwa ubaya. Unahisi nini ambacho kilikuwa kinapelekea babako mdogo kumsemea mama yako kwa babako mzazi kwa ubaya mpaka babako wakashirikiana kuwafukuzeni pale? Mimi ninavyoona hapo ilikuwa ni chuki. Maana mpaka mtu inafikia mjomba wake baba ambaye sisi tunamuita babu, alikuwa akija pale nyumbani, direct babangu mdogo anampigia babangu simu, anamwambia kwamba mwanamke wako ana nizamu, mjomba amekuja hapa, hata kumsalimia hamna, anampita kama amjui. Yani ilikuwa kama ni kuchunganishana. Okay. Na tuje kwenye nanili sasa, baada ya kutoka pale na mkamia sehemu nyingine na harakati za shule mpaka hivyo ulivyoonyesha ukasaidiwa sana. Kwa kipindi chote hicho babako akiwa mbali na mamako, na kuna kipindi tofauti umesema alikuwa anarudi kwa ajili ya kuomba msamaha. Maamuzi gani ambayo mama alikuwa anachukua baada ya baba kurudi na kuomba msamaha? Mimi mamangu nilivyokuwa tunamuona, alichokuwa yani anajibu pale ni kwamba mimi niache nipambane na maisha yangu, wewe kama watoto hawa hapo, mimi sijakataa kuwagaramikia kwa lolote. Wewe agaramikia, ila mimi nitapambana kwenye upande wangu, nitakapoweza nitapambana hapo. Kwa mama alikuwa anapambana yeye binafsi. Naonekana ni kama alichoshwa na aina ya maisha ambayo imepitia. Maybe kulikuwa labda kuna mizozano huko, unajua watoto hawezi kushirikishwa kila kitu. Huenda ndio ikapelekea akawa anagombana hivyo. Okay, sawa. Maisha yako ya sekondari yalikuwaje? Na ulifanikiwa kumaliza kidato cha 4? Maisha yangu ya sekondari yani ni mimi nilivyokuwa najiweka, nilivyokuwa yani sijui hata nisemeje, ila inabidi tu niseme kwamba hivi maisha yangu ya sekondari nilipofika form 1, baada ya mamangu kunisimamia hivyo nikapata hata japo sketi ya shule nilipofika, maana kuna vifaa vinahitajika kupeleka shuleni nini. Walimu wangu tu yani walivyoniona yani pale shule nilipofika Luchelele, wakaanza kunipenda zewe nilivyokuwa, yani nilivyokuwa tu katika udhibiti yani ninavyowajibika shuleni. Wakanipenda. Kwa hata kuna vitu vingine nilikuwa nasimamiwa na walimu wangu pale pale shule, kama walimu wawili hivi, wote ni wa kike. Walikuwa wananisaidia. Nikikwama naambia wananisaidia, na kingine kama mama akiwa anacho ananisaidia. Na vitu vingine dada yangu wewe mkubwa ndio alikuwa ananisaidia. Kwa baada hapo nimefika mpaka yani form 4, yani ile yani mara ya kwanza ile form 4. Nikaona yani kama mimi nachanganyikiwa, mambo yanakuwa ni magumu, yani nashindwa hadi vitu vingine nasaidiwa vipi. Kwa baada hapo mimi nikaanza tu kuanza kuwa mtoro wa rejareja. Nikakaa nyumbani karibia wiki moja, nimekaa paka pale anafanya moko, sienda shuleni. Na hata huko baba alipo, so hata
ananiuliza chochote alikuwa aniuliza. Mamangu akiniuliza hivyo naambia mimi siwezi kwenda shule, sijapeleka hivi hela ya mitihani limu na shule na wanaturudisha. Kwa hiyo nikaendelea kukaa nyumbani, nimekaa nyumbani mpaka pale ambapo nilivyoona sasa hapa nimechoshwa na hizi na nilima na vitu vingine, inabidi ujisimamie kama wewe. Nikaacha kabisa shule, ndo nikaondoka hata Mwanza. Ukaacha shule kwa kidato cha ngapi? Form 4 mwanzoni. Form 4 mwanzoni. Na kwanza kabla hujaacha shule, unafikiria sasa naenda kuacha shule, ulimshirikisha mama? Sikumshirikisha mtu yote. Na kwa nini ukumshirikisha mtu yote? Kwa sababu nilikuwa ni mtu wa sana, nilikuwa mtu wa mawazo, nikifikiria maisha ninayoishi. Kwa maana vitu vingine inabidi nijiangalie mimi kama mimi. Basi baada hapo nikaamua tu niache. Okay. Kwenye makuzi yako, mama alikuwa anajishughulisha na shughuli gani ambayo ilikuwa inawezesha nyumbani kupata chochote kitu? Mama alikuwa anasimamia hostel za wanachuo. Okay. Ambao mpaka saizi bado anaendelea kusimamia hostel? Alipata tatizo kwa ndio maana hakuweza kusimamia, lakini kwa kipindi hicho alikuwa akisimamia hostel. Ndivyo. Ndio iliweza kumpatia chochote kitu, familia ikawa inaendeshwa kwa namna hiyo. Okay. Na kwenye shughuli za mamako, kuna kitu gani ambacho ni kama mkasa uliwahi kumkuta mpaka hadi wewe ikapelekea kuona kama huenda mimi ni mtu pekee ambaye natakiwa kusimama kwa ajili ya kumsaidia mama yangu? Mimi mama yangu kuna kipindi hapa ni wetu Mwanza. Alikuwa ndio anafanya kazi vizuri, anafanya kazi. Baada ya hapo sasa aliporudi akaanza kujihusisha kunywa pombe. Aliporudi mama akampokea. Akaanza kunywa pombe. Sasa katika kunywa pombe, hata zile akiba za mama alizokuwa anaziweka, anazihifadhi, baba alikuwa anapita nazo, anazichukua. Anachukua vitu anaenda kuuza hivyo. Sasa mimi mpaka nikaanza kuona nakuwa naishi maisha ambayo mimi siyapendi, kwa kweli siyapendi. Ndio nitakula nitalala, lakini kuna vitu kama vya familia anakuwa jinsi riziki nayo. Basi baada hapo mimi tu niliona hivyo na baba hapo nimeisha baba hilo kipindi baba aliporudi ndo akaanza kufanya hizo visa hivyo. Baada hapo baba ndo akaondoka kabisa. Kwa maana mimi nilipoona mama tu anapoelekea hivyo na yeye mama ndo hivyo hadi alipopata alipoumia mguu, chanzo ni baba. Baba alitaka kumpiga akakimbia, mama akadondoka akaumia mguu. Kwa hivyo na tu mimi hivyo nikaamua tu niondoke, na hata sikumshirikisha mtu yote hata katika mipango yangu ya safari. Nilisema tu naondoka itakapokuwa ndio hiyo uko mbele ya safari. Okay, sawa. Ukaondoka nyumbani, wapi ulielekea na ukaenda kuanza kufanya shughuli gani? Nilipoelekea kuna dadangu mmoja, sio tumbo moja wala nini, alikuwa ni mwanachuo, alikuwa amemaliza hapa Sauti. Nikaondoka akanipokea. Aliponipokea wapi? Dar es Salaam. Aliponipokea nikaanza kukaa naye, ilikuwa ni kipindi cha corona nakumbuka. Nikawa nauza kama sanitizer nini. Nikaanza kuuza, ndo baada hapo nikaja nikawasiliana na dadangu, nikamweka wazi, nikamwambia mimi nilipo, maana naye anakaa Dar. Ndio nikaenda kuishi na dadangu. Nimekaa mpaka nilipopata kazi. Kazi gani? Nilikuwa nafanya kwenye store ya vinywaji. Vinywaji vyote. Na baada ya kufika Dar es Salaam kwa kipindi hicho, hali ya mama ilibakije? Mimi kama mimi na dadangu tukasema tutasimamia mama na wadogo zetu waliobaki. Namshukuru Mungu tumekuwa na ushirikiano, mimi na dadangu tumesimamia familia yetu mpaka at least sasa hivi tuko tunawafadhali, tunaishi kwa amani. Okay. Mpaka saa hizi mama bado yupo nyumbani na mzee au ndo mzee hafahamiki? Yaani kwanza mzee ana familia nyingine, mimi ameoa sehemu nyingine, huko ndo waga anaenda kukaa au waga anaenda wapi? Baba yeye anavyosema yupo anafanya kazi huku Mwanza, anasimamia huko mashamba. Ila pia na huko akija huku, kimfano akifika huku nyumbani huwa anaenda kule fisheries, masuala ya uvuvi.
Okay. Akajishusha na uvuguvugu. Ila tangia nimerudi huku, tangia nimerudi Mwanza, maana nirudi mwezi wa 6. Nimekaa naye baba kama miezi 3 ndo nimekaa naye kabisa ni hivi. Ila baada ya hizo miezi akawa anaondoka, na hata sasa hivi ninavyoongea naye hapa baba hakai hapo nyumbani. Hakai hapo nyumbani. Tufanye tukaamua kuishi maisha ya kwake mwenyewe. Japo siku nyingine ndio atatuma chochote kitu kwa ajili ya mtoto wake mwingine, maana yeye anasoma form 4. Mdogo wangu yani anasoma form 4, yani ndo anamwangalia sana. Ila sisi wengine tunajiangalia sisi kama sisi. Okay. Okay, sawa. Tumeangalia kwa namna ambavyo ulivyotoka Mwanza ukaenda Dar na ukafanya shughuli hizo. Kwanza kipindi ambacho kilikuwa ni cha corona, mazingira yalikuwa ni magumu sana. Uliwezaje ku maintain kwa kipindi hicho? Na unajua wanawake wanapokaa pamoja kwa ndani ya siku 2-3 afu mtu sio ndugu yako, kuna namna ya kugombana hivi na vile. Uliwezaje kuishi na ukaamua kuondoka kwa usalama, au kuna chochote kilitokea ukaona acha tu bora niondoke niende kwa dada yangu? Kutokea kitu chochote. Sema hata baada ya kwenda huko nilipokuwa najishughulisha na hiyo kazi nikaondoka. Nikaenda, yani nilikuwa sitaki kumweka, yani kukaa pale kama nikaonekana kama mzigo, nikawa naondoka. Nilivyojuana pia na bibi yangu mmoja yupo huko Tegeta. Kwa nilikuwa naenda kwa bibi yangu na kazi siku ngapi afu namaliza narudi. Yani nilikuwa pale, yani sijeka kabisa makazi rasmi. Yani kama ile mtu unakaa hapa siku 3 pale siku 3, yani hivyo ndio maisha yangu yalivyokuwa mpaka nilipokuja nikamueleza dadangu kweli bwana mimi niko da hivi na hivi. Na akaja dadangu akanichukua, dadangu wa tumbo moja. Ndio nimekaa naye, baada ya kukaa naye ndio nilipopata kazi na mimi nikaanza maisha yangu mimi kama mimi mwenyewe. Okay. Kwenye kipindi chote ukiwa Dar, sawa, kabla hujaonana kwanza na dada yako, ni vitu gani ambavyo ulikuwa unavijenga akilini mwako? Maana unaishi na mtu ambaye si ndugu wa damu, na ukijua kama ile jiji vishawishi ni vingi nini, afu ukiangalia na wewe ni mtoto wa kike. Ni kwa namna gani ulikuwa unaishi kwa utayari, au ulikuwa tayari kupokea chochote kile kitachotokea mbele yako kutokana na hali ya maisha ya nyumbani ulivyo? Yani mimi kwanza ni mtu ambaye naishi kwa msimamo. Ni mtu ambaye na msimamo. Kwa hiyo nikasema hivi, katika hizi harakati zangu ninazopitia hapa, kuna kukwazana na mtu neka naye, au kuna siku nyingine naishi naye kwa upendo. Kwa hiyo mimi vile nilikuwa naishi naye yani mguu nje mguu ndani. Ikitokea hivi kama ni kitu kizuri ananiambia nitaenda naye sawa, kama ni kibaya nitampinga. Kwa hiyo ndo nilikuwa maisha yangu hivyo. Okay. Sawa, kuna tukiachana na hilo jambo, sawa, tuje kwenye swala lingine. Kuna familia ambayo ulitaja kwamba baada ya kufika Mwanza ikawa kama ni yani mkao na ukaribu nao sana, unaweza ukasema ni family friend na ukaitaja kwa jina. Je, hiyo familia na wao kuna watu ambao walikuwa wanasoma ndio maana huyo mzee akahisi kama huyu ni kama binti yangu tu nimsomeshe, au kulikuwaje? Alikuwa mtoto wao. Alikuwa yani tumeanza naye kuanzia primary mpaka hata tulipomaliza shule tumemaliza pamoja mpaka kwenda kulipoti sekondari. Kwa hiyo ndo maana wakasema ni kama yani nilikuwa kama familia. Yani ile unajua unaweza ukawa na rafiki, yule mtoto asipokuepo kwao atajua yupo kwetu, nisipokuepo kwetu atajua nipo kwao. Yani ndio ilikuwa ni hivyo. Okay, sawa. Baada ya kupika Dar, uliwahi kujitegemea kwa mwenyewe kupanga chumba, ni kwamba ukakaa kwamba bana nimepanga chumba? Na kama uliwahi kupanga, yani ilikuwaje mpaka ukachukua maamuzi ya kupanga chumba, na ulikaa kwa muda gani? Nishawahi kupanga. Nilivyoona ninakaa, maana nilivyoanza kufanya kazi nikaondoka tena kwa dada yangu, maana palikuwa ni mbali na ninapofanya kazi. Ilikuwa ni Mbezi Mpigi Magoya, afu dada yangu anakaa Mbezi kwa Robert kule nani kwa Msuguli kule. Kwa sasa mimi nilivyoona vile ninakaa kwa bosi wangu, afu pia kuna vitu vingine ndio unakaa, unajua ukikaa kwa mtu unakuwa hauna uhuru kufanya mambo yako. Unakuwa unaona vitu vingine unakuwa kama ni masimango. Kwa mimi nikaamua nijitegemee, nikachukua chumba hapo karibu na kazini kwangu. Nimekaa pale, baada nimefanya maana kazi pale kama miezi 6 hivi. Nikachukua chumba, nimekaa kama miezi 4.
na baadaye ndo ulivyotoka huko na ukaamua kurudi Mwanza. Nini kilichopelekea utoke Dar na kurudi Mwanza? Ili hali kule ulikuwa unafanya kazi na ilikuwa inasaidia wazazi kwa namna moja au nyingine. Kilichonipelekea nirudi Mwanza, maana hata nilipoacha kazi, niliacha kazi kwa sababu nilipata ujauzito. Nilipopata ujauzito ndo nikaacha kazi. Nilipoacha kazi nikaondoka hapo, nikaenda tena nikarudi kwa dadangu. Niliporudi kwa dadangu, mamangu alipofika kama miezi 7, nikaondoka nikaenda kwa mwanaume aliyenipa ujauzito. Hakukataa. Nilipoenda nimekaa huko mpaka nilipojifungua. Nilipojifungua, hata niliporudi huku nirudi mwanangu ana mwaka na miezi 9. Nirudi mwezi wa 6. Naye ni 2024. Wa kike au kiume? Wa kike. Ni kitu ambacho unajivunia? Yaani wewe mtoto ulikuwa tayari kumpata kwa wakati huo? Nilikuwa sipo tayari, lakini tu ilipotokea hivyo ikawa sina budi, ilibidi tu nizae. Na kuna namna yoyote ambayo kuna vitu ambavyo unahisi kama kuna malengo yako ambayo yalitoweka baada ya tukio hilo hapo kutokea? Cha kwanza tu, yani nilipopata mimba ndio ilipelekea nikaacha kazi. Baada ya hapo ndo nilipoenda huko kwani kwetu, nimekaa wakakupokea vizuri. Nimekaa mpaka nikajifungua. Nilipojifungua mtoto wangu kafikisha mwaka na miezi 9, nikaanza kuumwa. Nilipoumwa nikahitaji nirudi nyumbani, na mamangu pia alinipambania nirudi nyumbani. Afu pia kukaa kule muda mwingi hivyo, watu unaoishi nao hawaje kuja nyumbani, kwa wazazi wangu wakanipambania nirudi nyumbani. Kwa hiyo niliporudi nyumbani ndo kama hivi mpaka leo nipo hapa unavyoona, mpaka leo nipo. Hata hawa huko hawajakuja kuna nini. Bado hata baba wa mtoto hajawahi kufika nyumbani. Na mpango wake? Mimi kwa sasa tu naona tu ni mtu ambaye ana mpango. Maana mimi kabisa kwa upande wangu naona hata kwa kile kipindi nilichokuwa nakaa kule, ni mtu ambaye alikuwa na uwezo hata wa kusema kwamba nipeleke chochote kitu nyumbani kwao. Yaani ni mtu ambaye tunamuona hivyo. Ila tu ni mtu ambaye nikimuuliza, kipindi nilipokuwa nilikuwa nikimuuliza, ananiambia mimi bado sijakaa sawa. Ila tu kuna muda naona yuko sawa, lakini ananiambia hajakaa sawa. Na ananiambia mimi bado sijakaa sawa, bado kuna mambo hayapo sawa. Ila mama yake ndio anamshauri sana aje huko. Hadi kuna kipindi nipo kule, mama yake na mjomba ambaye ni mjomba wake walikuwa wanaongea, wanasema inabidi tuende kuonana, niko na dati. Tuseme kwamba huku tuna mtoto wetu. Ila yeye alikuwa anasema bado, japo hata alikuwa anaonyesha ushirikiano, atamsaidia kwa chochote kitu, ila yeye alikuwa anaonyesha bado. Yaani sasa mimi nikaanza kujiuliza labda ni ujana mwingi au ni vipi hivyo. Okay, sawa. Lakini mtoto anamhudumia mpaka sasa? Kwa sasa mimi tu niseme kwa sasa yupo sana, anamhudumia sana mtoto, ni mama mkwangu. Mama yake anamhudumia sana. Kwa nini alikata sio kwamba sijui nisemeje. Ndio huyo mwanaume anampenda sana mwanae, inaelewa. Lakini kuna muda kama anakupo na makasiriko, anakupo tu na makasiriko ya ajabu, kwa mimi nakuwa nachona kumuelewa. Hadi kuna kipindi ilifikia tulikuwa tuwasiliani hivyo, hatuwasiliani kabisa, tuwasiliani. Na hata akinitafuta ananitafuta tu, ananiuliza mtoto yupo, naambia naomba niongee naye. Nikimwambia amelala, anakata simu. Nikimwambia yupo hapa, anaongea naye kimeza, anakata simu. Hata alikuwa akitaka kutumia pesa atumi direct kwangu, anatuma kwa mdogo wangu, ndio pesa za matumizi ya mtoto. Hata kama anamhudumia tufanye mimi, hahusiki na mimi. Hata kama akisema anamhudumia, anatuma ila direct kwa mdogo wangu, ndo ananunua vitu vya mtoto. Ila mimi tufanye tuwe kama labda huko labda ameshakuwa sijui nisemeje, ni mtu kabaki tu kama kwa mzazi mwenzangu, maana sio ni malengo juu yangu. Okay, sawa. Na wewe unahisi ni kwa nini kabadilika hivyo tofauti na ulivyokuwa karibu yake? Mimi ninavyoona maybe kwa vile ipo mbali. Uko mbali. Lakini kama ungelikuwa karibu, hayo yote asingekuepo. Angehudumia, lakini tu kuja kwetu ilikuwa ni swala la muda sana, la kusubiri. Kusubiri mno. Ushapona.
na mara nyingi sana unaongea na mkweo kama ulivyosema. Hujafikiria swala la kurudi tena huko kwa sababu tayari ndo baba mtoto wako? Kwa sasa mimi sijafikiria. Okay. Na hata mama mkwe wako mnapowasiliana naye akuambiagi jambo kama hilo, kama bana, kama vipi, ukiangalia huko mambo yamekuwa mazito, rudi huko, maana sisi ndo wenye jukumu la kumlea huyo mtoto? Hawezi akajaribu kuniambia hivyo kwa sababu kila ukoo huwa na mila na desturi. Okay. Wakitaka mtoto wao waje direct nyumbani kwetu. Okay. Maana hawezi kukaa na mtoto wa mtu au hawezi kukaa na mimi bila kuja kwetu. Okay, sawa. Na vipi kuhusu mama yako? Yeye anasemagaje kuhusiana na hilo hayo mambo, anapoona kwamba ni kama yule aliyokupatia mtoto kuna namna kama hampo sawa? Yeye waga anakusii kitu gani? Mama wangu ananiambia hivi. Ndio unaweza ukazaa na mwanaume pale awamu ya kwanza, anaweza ndio akakupenda mpaka ukamzalia mtoto anakupenda, lakini mpaka mwanaume anakuwa anaonesha yani vitu vya kitofauti kama hivi, yani anakuwa kuna muda anagoma bila sababu. Yani wewe mtu, ina maana huko sasa hivi alichobakiza kwako ni mtoto tu, ana mapenzi yote. Kupitia hilo tukio na kutokea wewe na kile ambacho umehadisia kuhusu mamako, unakuwa na picha gani kwenye familia yenu? Mimi kwamba mamako, namna ambavyo anaishi na babako, yani kuna namna ambavyo wewe mwenyewe unaona sio nzuri, bahati mbaya naye kwako inatokea, huyo mtu uliyezaa naye maisha yanakuwa kama ya namna ile ile, kuna kitu gani kinajaa kwenye akili yako? Mimi nakuwa na waza vingi, ndio maana tu hata sina cha kusema, ila tu mimi napendaga sana kujitia moyo, ndio maana nasema hivi. Kama ndio yani kama kitakuwa ni cha kwangu, kitabaki kuwa cha kwangu. Ila Mungu ndo anajua hatima yangu. Okay. Sawa. Pole sana, na pia hongera kwa sababu tayari una mtoto, wewe ni mama, na ukiangalia haijapoteza muonekano wako, bado ni mwanamke, ni mrembo kama ambavyo ulivyokuwa hapo awali. Kuna story ambazo ziko mtaani, sasa sijui zina ukweli au si zimekaje, labda wewe ututhibitishie. Okay. Kuna bidada ambayo saizi anatamba sana kwenye tamthilia ya Dunia. Jina anaitwa nani? Leila. Ni kweli mnafahamiana naye? Na kama mnafahamiana naye ni kwa namna gani? Leila tufanye kama ni mdogo wangu. Tenge yupo mdogo. Ni mdogo wako, ni wako, muonekana anaonekana mkubwa mwili. Ni mdogo wangu katika ukuaji. Amekuwa mimi namuona. Okay. Japo na mimi nilikuwa sio mkubwa, ila yani tumekuwa wote. Okay. Napajua kwao, namjua mama yake na namjua mdogo wake. Tangia upo mdogo, tangia anaanza shule mimi namuona. Okay. Hivyo ni mtu ambaye tumekuwa naye pamoja. Mshaikuwa na ukaribu wa namna yote? Kwa namna gani? Yani ilikuwa kama family friend. Okay. Kuna muda, ila alikuwa amezoeana sana na mdogo wangu. Kuna muda mdogo wangu atatoka kwetu ataenda kulala kwao. Mama yake sisi tutakuwa na shida, mama yake atatusaidia. Yani hivyo. Mpaka sasa hivi mimi na mama yake ni marafiki. Sawa. Huyo ambao ndo mdogo wako ambao umesema ndio yuko form 4? Yeye waliacha shule na Leila. Kwa hiyo Leila aliacha shule na huyo mdogo wako. Nini kipekee waache shule? Mimi ninavyoona alikuwa ni makuzi. Makuzi, afu pia na marafiki. Unajua ukiwa na marafiki wa ovyo na utakuwa wa ovyo, usipoweza kujicontrol hisia zako. Ukiwa na marafiki wazuri utakuwa nyote mtakuwa wazuri. Okay. Ila wale walikuwa na yani makuzi, yani walikuwa yani wana makundilika yani. Okay, yeye na mdogo wako. Yeah. Ambao kwa sasa tunajua ndio Leila yupo da. Na mdogo wako yuko wapi kwa sasa? Mdogo wangu yupo nyumbani. Okay. Yeye na
na Leila mpaka sasa. Sawa, tunaendelea na kuhusiana na swala la Leila, mwanadada ambaye anafanya vizuri kwenye tasnia ya uigizaji. Leila ashawahi kufika kwako ukiwa Dar es Salaam au ushawahi kuwasiliana naye ukiwa Dar? Nishawahi kuwasiliana naye baada ya mamake kunipa namba. Leila alikuwa Tabata. Nakumbuka nishaonana naye tu mara moja basi. Na kwa nini mamake alikupa namba? Mamake alinipa namba Leila kwa sababu ni maana kipindi hicho amenipa namba nilikuwa nimeshajifungua. Akaniambia sasa hivi una mishe gani? Akaniambia nikamwambia mimi nipo tu nyumbani. Akaniambiaje? Basi chukua namba hii hapa Leila, maana kule sio kuna ndugu zake wanajuana. Kwa hiyo mnaweza mkashirikiana kwa kitu chochote, hata biashara nini. Nikaambia haya. Baada hapo niwasiliana naye tu Leila mara moja. Na uliwasiliana kwa namna ya lengo muishi wote pamoja au uliwasiliana kwa malengo gani? Yaani bana mimi pale nilipokuwa nilipo nilikuwa siwezi kuenda kukaa pengine. Maana yeye tu ilikuwa inabidi afikie pale tu nilipo. Na uliwasiliana kwa lengo la aje afikie hapo ulipo? Yaani kwa lengo kwamba akija tuonane tuzungumze, mamake alivyonielekeza. Namna ambayo mamake alikuelekeza. Na kwenye simu ulimtaka muonane au kwenye simu ulishia kufanya nini? Nilitaka nionane naye. Na ni kipindi hicho si Leila huyu ambaye saizi tunayemuona. Alikuwa bado hajaingia kwenye dunia. Okay, sawa. Kwa sasa hivi unamzungumziaje Leila? Mimi kwa sasa hivi ninapomzungumzia Leila, Leila sasa hivi sio kama zamani tulivyokuwa wote yani hivyo. Kwa sasa hivi ni mtu mkubwa. Mimi ninapomzungumzia tu yani kwa sasa. Ni mtu ambaye yani sasa hivi ameshakuwa brand, so kama zamani, yani ni mtu mkubwa. Japo sio mkubwa sana ila ni mkubwa kwa kiasi chake. Sio mtu ambaye unaweza kumpigia tu simu utavojisikia. Yani uweze kumkurupukia kwa namna yoyote. Mimi kama mimi. Hata mimi tu nilivyo. Yani tunaongelea mimi kama nilivyo. Sasa hivi nilivyo, mtu hawezi kunipigia simu bila kitu cha msingi. Inabidi alipigie mpaka awe na kitu cha msingi. Kwa hiyo mimi siwezi nikampigia Leila nisipokuwa na kitu cha msingi. Na vipi kuhusiana na mdogo wako na Leila, bado ni wana ushikaji ule, hata kupigana simu, hata kuambizana chochote kitu bana umetisha au namna gani vipi? Hapana, ila tu Leila yani simu zile za hivyo, ila wakishaonana huaga wanazungumza hata hayo kuhusu nini. Mwanangu mbona umekuwa hivi umekonda, kama hiyo walivyoonana hiyo juzi nilipoona katika muongeza. Alima vipi poa? Mbona umekonda umepungua yani? Ila mwanangu ila sio umefanya vizuri yani hivyo. Ndio mazungumzo. Ila simu haziti sana. Kama ilivyokuwa mwanzo. Ili hadi ndo washikaji ambao mpaka shule wakaacha pamoja. Kweli maisha bana yanabadilika. Leila tumemzungumzia ni Leila ambaye anafanya vizuri kwenye tasnia ya Bongo Movie kupitia series moja ambayo inaenda kwa jina la Dunia, akiwemo na Mr. Manyanya kina Violet, umeona. Ndio Leila huyu ambaye tunayemzungumzia, ambaye yupo na bosi mmoja hivi ambaye ana wivu kupindukia, huku Leila akimtaka Manyanya. Ndio huyo Leila ambaye kakuwa pamoja na binti huyu, lakini alikuwa ni mshikaji wake sana na mdogo wake binti huko. Ni watu ambao wanafahamiana sana. Tukiachana nao kwa kumalizia, labda wewe una hobby gani kwenye maisha yako? Ni mtu ambaye unapenda kitu gani? Mimi napenda upishi. Na je, umewahi kupitia mafunzo yote ya upishi? Sijawahi kupitia mafunzo, lakini nishawahi kuajiriwa kwenye restaurant. Kwa hiyo nilikuwa napika sana, hata yule chef kuka yule nilikuwa naambia bana mimi leo nitapika. Nilikuwa mpaka pale nikatengewa kitengo cha kupika. Lakini kumekuwa restaurant nyingi hususan kubwa, nasema hoteli, imekuwa kuna ile wanaume ndio wanapika. Sasa wewe unaitazamaje ile yale, wewe unaona kabisa kwa bana mimi kitu ninachokihitaji ni hapa? Sema za ukweli mimi zote hizo nimefanya kama mbili. Kuna Mofrao College na African Food. Ila zote za dau hapa Mwanza. Hapa Mwanza.
kule Mofrao alikuwa na hata bosi wa pale alikuwa ni mwanaume. Alafu yeye pia anajua kupika. Ila nilipofika tu pale hivi nilikuwa naona tu yani wanavyopika, sikukurupuka, nilikuwa ni mhudumu na hudumia. Nikaanza kuona anavyopika, nilikuwa tu yani kama napitia ujuzi yeye anavyonanili. Nilikuwa napenda sana kukaa jikoni. Kwa nikaanza kuiga hivyo. Hata nilipokuja huku Nyamalango, maana nilikuwa nafanya town U-turn. Nilipokuja huku Nyamalango ndo nilipoenda kufanya kazi na dada yangu mmoja. Ni dada rafiki lakini dada yangu kanifunza vingi sana. Ndo baada hapo nikapitia yani kupika vitu vingi nilivyokuwa namuona tu, mpaka kuna muda nilikuwa naomba naomba nijaribu kwa ndo hivyo. Kwa saizi upo vizuri kwenye masuala ya upishi. Ukiingia jikoni mambo ni hatari. Ni hatari lost. Okay, vitu vya lost. Na sasa mpango wako ni upi kwenye kujiendeleza, ilo labda hata kufungua kimgahawa au kuendeleza hata kwenye masomo, lengo tu kupata cheti ili hata kesho kutwa popote pale uende? Una mpango gani kuhusiana na hili? Mimi natamani sana ni japo nienda hata kusoma mambo ya upishi. Ila mipango yangu siku nikipata pesa natamani nikasomea upishi. Ili baadaye nipate tu cheti, then naweza nikaajiriwa hata kwenye nanili kubwa, hoteli kubwa. Kuna tobo unaliona kwenye upishi kwamba bana mimi kishakuwa kitu fulani, hii ndio sehemu ambayo itanitoa? Yani kama kuna nafasi ya mafanikio yako unaiona kupitia upishi? Kwa sababu upishi ni biashara ambayo ina hela pale utakapokuwa na mipango mizuri. Maana uwezi ukaenda kwenye upishi kwa kukurupuka. Inabidi ukae, ubudget vitu, uwe na store ya vitu ili urudishe pesa, yani urudishe faida. Kuliko tu kukurupuka. Kurupuka unaweza ukajila mwenyewe, yani ukapata hasara. Shilole unamfahamu? Unajifunza nini kupitia yeye? Mimi ninachojifunza ni mwanamke ambaye kwanza ana ujasiri, cha kwanza. Hapo Shilole si ndo hakusoma? Alafu na yeye kuna namna ambavyo aliwahi kupewa mimba akiwa mdogo, si viumri vile. Lakini sasa hizi ndo yule pale. Unajifunza nini kupitia yeye? Yaani kuna kitu gani ambacho ukimtizama Shilole na shughuli anavyozifanya, nini kinaingia kichwani mwako? Mimi kinachoingia kichwani kwangu yani ile tu mtu usikate tamaa. Hata mbuyu ulianza kama mchicha. Kwa hiyo mimi nilichojifunza pale nipambane kwa juhudi zangu zote. Yaani hata kama nikienda kuajiriwa katika migawa midogo, ila naamini ipo siku nitatoboa. Shilole ni mtu wa namna gani kwa unapomtazama? Mimi Shilole ninapomtazama ni mwanamke ambaye ana power, mwenye ujasiri, alafu ni mwanamke ambaye anajiamini. Na ndo siri pekee ya mafanikio. Ukijiamini tu, yani uko unajiamini, uko na power, yani uko na nguvu, afu auoni aibu, uko hauna aibu kufanya vitu vya muhimu. Lazima utoboe. Nilichojifunza kwake. Sawa. Kwa kumalizia, swali la kizushi. Ni kitu gani ambacho umewahi kukifanya wewe ama mpaka leo ukifikiria gani, ukikawe mwenyewe yani unabaki unacheka tu mwenyewe, sema ila hizi akili hizi? Mimi yani katika aje, yani chochote tu kile ambacho uliwahi kukifanya mpaka leo ukikikumbuka unasema kweli hizi akili hivi, kwa nini nilifanya kile? Chochote yani chochote kile mimi nilichokifanyaga mpaka leo sitakisahau, hata nikimsimulia mtu yote, hata wadogo zangu, dada zangu wanaelewa. Siku mama alitaka kunipiga. Alipotaka kunipiga nikaingia ndani nikafungia mlango. Nikafungia mlango nikaenda kulala pengine mpaka asubuhi, nilikuwa naogopa nisipigwe. Yaani mama ilala kukuchapa. Alafu wewe ukakimbilia ndani. Ukafunga mlango. Kwa familia nzima walienda kutafuta pa kulala. Ni sitasahau. Na kesho yake asubuhi ikaje? Nilipomaliza hapo niliondoka. Nilivaa nguo asubuhi nikaenda shule. Kabla wao hawajaja. Nilipoenda shule, niliporudi mama akampigia mwalimu, akamwomba mwalimu nije naye nyumbani. Kwa hiyo niliporudi naye nyumbani, mwalimu akasuluhisha, maana alikuwa mama sana anapenda kuwa na mawasiliano na walimu wangu. Hata nikifanya kosa lolote nyumbani, lazima shule
habari zifike. Kwa hiyo nilivyorudi naye nyumbani nikaomba hadi msamaha kwa mama. Nilipoomba msamaha nikajua ataisha. Tukacheka vizuri, mama akaniagiza baada ya mwalimu kuondoka. Nikaingizwa ndani, nikafungua mlango, stiki zikaendelea. Sawa bana. Niseme asante tu kwa mtazamaji wa Katavi Media. Tumetoka kupiga stories zingine za machungu na zingine za kufurahisha na bidada wa kuitwa Dativa Salehe. Dativa Salehe katupitisha kwenye kipindi chake wakati wa nyakati ngumu, nyakati za furaha, nyakati za majonzi, nyakati za kila kitu. Na imani unaweza ukajifunza chochote kile kupitia story ya bidada ambaye ametoka kutudondoshea wakati huu.